zetu zote, ndio inavyotakiwa. Madhara mamoja maana yake leo kwamba miraa imethubutu ulimwenguni kuwa ni drug. Mimi nitakwambia hivi, miraa ilikuwa ikisafirishwa ikipelekwa Ulaya. Kule Ulaya kuna wataalam, imepelekwa kwenye laboratory zao, wamekwenda kuipima, wakapata kwamba miraa ni drug. Wakafunga, wakaband. Hakuna ruhusa leo miraa kuingia Europa. Ilikuwa miraa ikaenda London, miraa ikaenda Fransa, miraa ikaenda Ujerumani, biashara kubwa ilikuwa kabisa. Miraa ikaenda Italia. Sasa hakuna miraa inaruhusiwa kwenda Europa. Kwa nini? Wamegundua katika kupima kwao kwamba hii ni drug. Sasa je, sisi hatukubaliani na elimu zao wale kwamba hii ni drug? Na ikiwa tumeweza kuthibitishiwa na dola kubwa kama hizo, wataalamu kuliko sisi, kwamba hii ni drug, mbona tuiruhusu kuendelea watu wa drug hii itumike tu? Kama nimeona sijui ni juzi, nimeona video mheshimiwa governor ametoa amri vile oski vilioko karibu ya maskuli ziondolewe, kwa sababu kuna watu wamekwenda kuweka duka zao karibu ya maskuli kuwauzia vijana zifuko za miraa. Ile shilingi 50 kijana anapoa nyumbani kwao, anunue chakula au anunue sandwich au anunue kitu gani, tayari jamaa wapekee zifuko za miraa pale. Kwa hivyo namuunga mkono governor, tena na kuhimiza mheshimiwa governor wetu si kuondosha hizo zioski kwenye maskuli, iondoshwe miraa kote ndani ya kaunti ya Mombasa, na kuomba upitishe kwenye bunge, uwaitishe ma-MCA wapige marufuku ungiaji wa miraa ndani ya kaunti ya Mombasa, na wengine huko watajitetea kivyao. Miraa ni sumu, miraa ni mbaya kabisa kwa yoyote tena. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu, tunakuomba governor, mshirikiane na serikali kuu, piga marufuku kitu hiki, ndio kitapunguza uharibifu mwingi uliokuwa. Vijana sijui zipanga, watu wanapigwa mapanga, watu wananyang'anywa simu, watakwenda kununua mongoka. Hiyo yote inasababisha ukora, watoto wetu wanakuwa wakora, watoto wetu wanakataa kwenda kusoma kwa sababu ya kwenda kula mongoka na kula miraa. Kwa hivyo tunaiomba serikali kuu, tunaiomba serikali ya county, piga marufuku miraa, ndio kutapijika marufuku shisha, ndio kutapijika marufuku bangi, ndio kutapijika na hilo tembo lifungwe. Kwa nini kuweko viwanda vya kutengenezwa tembo? Wewe rais wa Jamhuri ya Kenya, mheshimiwa wangu, wewe ni mtu wa Mungu, wewe hulewi, wewe huvuti hata sigara, toa amri yako, funga night club na mabaa yote haya. Kisha nawaambia wale Neema,